Karibu, hii ni Jack Media TZ na leo ninakuonesha namna ya kubadilisha cheti chako cha kuzaliwa cha zamani kuja cheti kipya. Hivi unaelewa kuwa vile vyeti vya zamani virefu vimekataliwa na unatakiwa ubadilishe cheti chako kupata cheti ambacho kinatumika kwenye mifumo? Video hii ni kwa ajili yako. Nitakusaidia namna unavyoweza kubadilisha cheti chako hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho. Nikukumbushe tu, kama hujasubscribe Jack Media TZ, subscribe na share kwa marafiki. Unaposubscribe unakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapokuwa tukiweka video mpya kwenye channel yetu. Jambo la kwanza, ili uweze kubadilisha cheti chako unatakiwa uwe na akaunti ya RITA. Kwa hiyo hii utatakiwa kuwa na email, namba yako ya simu. Ukiwa na hivi viwili utaweza kutengeneza akaunti, na kwenye video zilizopita tuliwahi kuonesha namna ya kutengeneza akaunti mpya ya RITA. Nitakuwekea link yake hapo chini kama hujawahi kutengeneza akaunti, lakini video nyingine iko hapo juu, unaweza kuifuatilia namna ya kutengeneza akaunti ya RITA. Lakini unapaswa kuwa na cheti chako cha kuzaliwa cha zamani, na unapaswa kuwa na aidha kadi ya mpiga kura, kadi ya kliniki au NIDA yako. Na kama hauna kimojawapo, hapa wanahitaji viambatanishi kuanzia viwili. Kwa hiyo ukiwa na cheti chako cha zamani na kadi yako ya mpiga kura au kadi ya kliniki, ongeza na vitambulisho vya wazazi, unaweza kuomba na ukakubaliwa maombi yako na ukaweza kupata cheti chako kipya. Baada ya kuhakikisha una vifaa hivyo vyote, fungua akaunti yako na login kwenye akaunti yako. Baada ya kuwa umelogin, nenda sehemu ya birth services, kisha start new application, halafu old to new. Halafu hapa kuna sehemu imeandikwa child information. Kwa hiyo tutaanza kujaza taarifa zako wewe unayebadilisha cheti. Hapa kwenye child information kuna identification type. Hapa unachagua aina ya utambulisho ulionao. Kama unampiga kura utaweza kuweka hapa voter ID, na kama hauna na hata hivi vingine hauna, utaweka not available na kisha utaendelea. Utajaza taarifa zako, jina la kwanza, jina la kati, jina la mwisho, na kama una majina mengine unaweza kuandika hapo. Utaandika jinsia, utaandika tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka, na kwenye mfumo unaanza na mwezi, tarehe katikati, kisha mwaka uliozaliwa. Utajaza namba ya simu, utajaza email, utajaza kazi yako, utajaza kiwango chako cha elimu, utajaza swali linaloulizwa born alive, utajaza kama ulizaliwa hai, lakini utaweka yes kwa sababu ulizaliwa kiwa hai. Alafu hapa chini kuna old entry number. Hii ni namba ya cheti chako cha zamani, utaiandika hapa. Hiyo namba iko hapo juu imeandika entry number. Baada ya hapo kuna sehemu uliozaliwa, utajaza nchi, utajaza mkoa,
lakini utajaza wilaya uliozaliwa, mtaa, na utajaza kama mlizaliwa mapacha, utajaza mapacha. Kama ni mmoja utaandika single, lakini utaandika wapi ulizaliwa, ni hospitali au nyumbani. Kwa utaandika hapo, na ukishaandika ulizaliwa hospitali itakuuliza kituo ulichozaliwa. Kama ni hospitali fulani utajaza hospitali hiyo. Lakini kuna kuandika taarifa za makazi, unaishi wapi, ni nchi gani, mkoa, wilaya, kata, mtaa na physical address. Lakini pia utajaza nationality, kwa utajaza utaifa wako, kisha tutaendelea na taarifa, utabofya continue. Baada ya kubofya continue, zitakuja taarifa za mzazi ambaye ni mama. Huyu ndiye wa pili kujaza taarifa zake, na utajaza majina yake, jina la kwanza, la pili, la tatu, tarehe, mwezi na mwaka aliozaliwa, namba ya simu, email, japo email sio lazima lakini unapaswa kuiweka. Lakini kuna nafasi yake, yani kazi yake utajaza. Kuna elimu yake, kiwango chake cha elimu utajaza kama ni primary, sekondari au chuo. Kisha utajaza makazi, taarifa za makazi, anaishi nchi gani, mkoa, wilaya, kata na mtaa. Baada ya hapo, physical address utajaza eneo analoishi, na kisha utajaza nationality. Je, ni Mtanzania au ni Mkenya au ni Mganda? Utajaza hapo, na kisha utajaza country of birth, kwa utaandika alizaliwa nchi gani, utajaza. Na baada ya hapo kagua taarifa zako na kisha bonyeza continue ili uendelee na taarifa zinazofuata. Baada ya hapo pia taarifa za baba unajaza kama vile ulivyoanza kwa mama. Majina yake utajaza, tarehe ya kuzaliwa, namba ya simu, email, kazi yake na elimu yake. Kisha makazi yake, yeye anaishi wapi, Tanzania au wapi. Utajaza nchi, mkoa, wilaya, kata, mtaa anaoishi, na utajaza physical address. Baada ya kuwa umemaliza taarifa za baba, bofya continue na itakupeleka informant relationship. Huyu ni mtoa taarifa za huyu aliyezaliwa. Kama ni wewe mwenyewe utasema ni self, kama ni mama ndiye anakutolea taarifa, kama ni baba utamwandika hapo, na wengine wengi walioko hapo. Kwa hiyo taarifa zake zitakuja. Kama ni mtu mwingine ambaye hujamjaza taarifa zake, utajaza taarifa zake hapa kwamba ni nani, na kama ulivyojaza kwa wengine. Kisha utabofya continue na utajaza pick up office. Utajaza mkoa gani unahitaji kwenda kupokelea cheti chako cha kuzaliwa, wilaya na ofisi gani ya RITA. Baadaye utabofya continue ili uweze kuweka viambatanishi. Hapa kuna nakala ya cheti cha kuzaliwa cha zamani, lazima ukiweke. Kuna kitambulisho cha kupigia kura, kuna kitambulisho cha utaifa, pasi ya kusafiria, kadi ya kliniki, cheti cha falaki, cheti cha kumaliza shule ya sekondari au msingi, living certificate hiyo, kitambulisho cha kupiga kura au cha utaifa cha wazazi, tangazo la kizazi, cheti cha ubatizo, barua ya utambulisho kutoka afisa mtendaji wa kijiji, kata au kizazi kilipotokea. Na hapa amekwambia please attach at least 2 files
each file must not exceed 512 kilobyte only. Yani anakwambia uatachi at least viambatanishi viwili na kila kiambatanishi kisizidi KB 512 na iwe ni PDF pekee. Ikizidi hapo itakataa. Kwa hiyo utaweka viambatanishi vyako, na baada ya kuweka viambatanishi utaweza kubofya continue, kisha utaenda kudeclare, na baada ya kudeclare kuweka tiki hapo utaenda continue ili uweze kupata payment control number. Hii ni control number ya malipo, na kubadilisha cheti ni shilingi 7,000 tu utalipa. Baada ya kulipa utaconfirm payment yako, utaona taarifa zako zimetoka sehemu hii ya kuombea, utaona zimehama na kwenda sehemu ambayo tayari vimeombwa. Baada ya kuwa umelipa utaweza kusubiri, na baada ya kuwa umesubiri kwa muda utaona taarifa zako zimekuja kwamba certificate issued, na kwa hiyo kama ni issued au approved unaweza kwenda kuchukua cheti chako ofisi za RITA. Kama una swali tuandikie kwenye comment section au wasiliana nasi kupitia email yetu hiyo hapo inayoonekana hapo chini, nasi tutakujibu. Na kama unahitaji kusaidiwa kufanya hizi application pia tunaweza kukusaidia.